Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Niko na mzee wa data Ramadhan Mbwaduke. Mzee wa data, Mbeya City anaenda kucheza mchezo wa ligi kuu dhidi ya Yanga. Tutarajie ni mchezo aina gani pale jijini Mbeya? Ushindani upo wa hali ya juu kwa kuzingatia kwamba mechi inachezwa uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Mbeya City ni miongoni mwa klabu ambazo zina bahati ya kwamba zina mashabiki wengi. Lakini kwa sababu wanacheza na Yanga, matarajio ni kwamba Yanga siku zote katika nchi kama walivyo watani zao wa jadi Simba wana mashabiki nchi nzima. Sasa Mbeya City yenye mashabiki wengi inacheza na Yanga yenye mashabiki wengi zaidi. Manake changamoto ya kwanza ni juu ya mashabiki watakavyojaa uwanjani ambao itakuwa ni chachu kwa wachezaji katika kutimiza majukumu yao. Mbeya City wakiwa chini ya kocha Malala ya Msini wana wachezaji wenye uzoefu mkubwa katika ligi kuu Tanzania bara. Wao wamepanda daraja msimu huu, baada ya kuwahi kuteremka wamerejea. Lakini wachezaji wao ndani ya kikosi wengi wao ni wazoefu katika ligi kuu Tanzania bara. Unazungumzia eneo la ulinzi kwa mfano. Ibrahim Ame ni mzoefu katika ligi kuu Tanzania bara. Yaya Mbegu ni mzoefu. Kevin Kengu Pemba alikuwa nahodha wa Tabora United msimu uliopita, ni mzoefu, yupo hapo. Lakini wapo akina Adili Buha, wapo akina Habibu Kiombo, wapo akina Omari Chibada, wako vizuri. Matarajio ni kuona wanatoa ushindani wa kutosha kwa mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara Yanga. Lakini kabla ya kuzungumza mengi, jambo kubwa ambalo Mbeya City chini ya kocha Malala ya Msini wanapaswa kulifanyia kazi, ambalo vinginevyo kama wataendeleza udhaifu walioonyesha kwa mfano katika mechi dhidi ya Azam, wanaweza kujikuta mechi yao ya 3 ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu inawapa matokeo mabaya, kwamba wanaweza kuruhusu mabao mengi endapo tu hawatalifanyia kazi. Nalo ni lipi? Ni juu ya kucheza mipira ya kutenga. Mechi dhidi ya Azam walipata kashikashi nyingi zitokanazo na mipira ya kutenga. Kumbuka katika mechi yao ya kirafiki kuelekea kuanza kwa msimu wa 2025-26, Mbeya City katika siku yao maalum pale jijini Mbeya kwenye uwanja wa Sokoine waliwaalika Azam. Watu walijaa wakafurika, wakafungwa mabao 2-0. Mabao yote yalitokana na mipira ya kutenga. Bao la kwanza la Azam lilifungwa na Landry Zuzu, ulikuwa ni mpira wa kona. Bao la pili ilikuwa ni vivyo hivyo, bao ambalo liliwekwa wavuni na Taib Zitun, mchezaji mpya wa Azam. Kwa hiyo wakafungwa 2-0. Lakini katika mechi ya ligi kuu kwenye uwanja wa Chamazi Complex ambapo Azam walikuwa wenyeji, Azam wakashinda tena mabao 2-0. Bao la kwanza lilitokana na mpira wa kona. Ndio, harakati za kucheza mpira wa kona, Mbeya City wakafungwa bao la utangulizi. Bao hili liliwekwa tena na mshambuliaji mwingine wa Azam, Nasor Saadun, akitumia vyema mpira ambao ulipigwa kona kutoka upande mmoja wa uwanja, upande wa kushoto, ukaruka kwenda upande wa pili, Sopo akaurudisha kati, Saadun akaweka kambani kwa kichwa. Lakini bao la pili lilifungwa na Faisal Salum Feitoto. Hili halikuwa mpira wa kutenga, lakini ulikuwa ni mpira wa juu uliopigwa nyuma ya mabeki katika purukushani. Faisal Salum Feitoto akafunga bao la pili. Kwa hiyo mabao 2 yote katika mechi ya ligi yalitokana na mipira ya juu iliyowashinda mabeki wao. La kwanza mpira wa kutenga wa kona, la pili ni mpira wa open play tunasema, lakini mpira uliopigwa nyuma ya mabeki. Kwenye mechi ya kirafiki mipira yote ilikuwa ya kutenga. Ni kwa sababu hii ndio maana nasema kocha Malale Hamsini na kikosi chake kwa vyovyote vile watapaswa kufanyia kazi kasoro hizi, kwa sababu vinginevyo wanaweza wakairahisishia Yanga kupata matokeo mazuri kwao, na wao wakazidi kupata maumivu kwa mechi ya pili mfululizo baada ya kupoteza katika mechi dhidi ya Azam. Mechi ya kwanza ya ligi walishinda dhidi ya Fountain Gate bao 1 lililowekwa wavuni na Habibu Kiombo kwa penalty. Lakini kingine kuona labda kocha Malala ya Msini atakuwa kocha wa kwanza kupata matokeo mazuri dhidi ya Romain Folz, kwa sababu tangu atambulishwe rasmi Yanga wamecheza mechi mbalimbali, mechi za maandalizi ya msimu na mechi rasmi zote Romain Folz ameshinda. Kwa ukumbusha, Yanga chini ya Romain Folz imeshacheza mechi 9. Katika mechi hizi pale ilipocheza vizuri, ilipocheza vibaya, kwa mujibu wa maoni ya baadhi ya mashabiki, kote imeshinda kwa 100%. Kwenye mechi rasmi, ninamaanisha mechi ya Ngao ya Jamii,
Yanga walishinda 1-0 dhidi ya watani zao wa jadi Simba. Mechi ya ligi kuu Yanga dhidi ya Pamba walishinda 3-0. Mechi 2 za ligi ya mabingwa barani Afrika wakiwa kule Angola dhidi ya Wydad walishinda 3-0. Mechi ya marudiano kwa Mkapa walishinda 2-0. Kwa hiyo mechi 4 wamefunga mabao 9, hawajaruhusu bao. Lakini ukichanganya na mechi nyingine za maandalizi ya msimu zinazofahamika za wazi ni pamoja na mechi dhidi ya Rayon Sports kule Rwanda, Yanga walishinda 3-1. Mechi ya kilele cha wiki ya Mwananchi dhidi ya Bandari, Yanga walishinda 1-0. Mechi dhidi ya Tabora United ambayo hivi sasa ndio TRA United, Yanga walishinda 4-0. Mechi dhidi ya Fountain Gate, mechi ambayo walikubaliana kucheza kwa dakika 120 kwa vipindi vitatu vya dakika 40, Yanga walishinda 2-1. Mechi dhidi ya JKT Tanzania, Yanga walishinda 2-1. Kwa ukiangalia kwa ujumla ni mechi takriban 9. Yanga imefunga mabao 21, imeruhusu mabao 3. Katika yale 3 ni pamoja na lile la kujifunga la Azizi Ndabwile katika mechi dhidi ya Rayon Sports wakiwa Rwanda. Dakika ya pili hana pressure yoyote isipokuwa mawasiliano yake Ndabwile na golikipa wake Djigui Diarra likafanya Yanga iruhusu bao lile wakati wanashinda 3-1. Sasa ni Yanga ambayo inafunga sana alafu inakuta imara. Clean sheets, yani kucheza mechi bila kuruhusu bao lolote ni mechi 6. Mechi hizi rasmi hawajaruhusu bao lolote katika mechi 4 wakifunga mabao 9. Malale 50 na timu yake ya Mbeya City na vijana wake akina Abibu Kiombo, akina Mwalianzi, akina Yaya Mbegu, akina Tobias Mwani, ni pamoja na akina Daniel Lukandamila, ni kuona namna gani wataweza sasa kumuonjesha eneo hasi kocha Romain Folz kwa kumkaribisha kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa kupata sare ili adondoshe pointi 2 au kwa kuifunga ili dondoshe pointi 3 kama ataweza. Maana vinginevyo anaweza kaungana katika orodha hizi timu zilizotoka kuzitaja zilizopoteza zote kwa kocha Romain Folz hata pale ambapo Yanga ilicheza vibaya. Na msingi wa kocha Romain Folz ni eneo lake la kiungo, kuona ataliendeleza vipi katika kuhakikisha anawapa furaha wana Yanga na sio maumivu katika mechi ya ligi kuu dhidi ya Mbeya City ambayo imekuja na moto haswa kutokana na aina ya wachezaji walionao na uzoefu walionao. Eneo la kati anapotaka kuhakikisha anakuwa salama, kocha Romain Folz mtaji wake kwa hivi karibuni imeonekana ni Azizi Ndabwile, anakuwa sehemu ya viungo wake, yeye ni destroyer. Ameonyesha kiwango bora sana katika mechi zilizocheza hivi karibuni chini ya Romain Folz, akitibua mipango ya timu pinzani katika kutengeneza mashambulizi kuifikia Yanga. Lakini anaweza kaamua akaanza na anakuwa na Mudathir Abbas na Duke Abuya kufanya Yanga icheze kiugumu eneo la kati. Lakini pale anapotaka kurahisisha mambo utagundua anamuingiza mchezaji kama Mohamed Momo Dumbia, akianza au akimaliza Dumbia anarahisisha mwenendo wa Yanga kuelekea kwa wapinzani, hasa kutokana na pasi zake zikiwa mzee zinazovutia kwa mashabiki, zile za no look pass. Anatoa pasi bila kuangalia wapi anapiga. Lakini ana wachezaji kama Lassine Kouma kuelekea kwa wapinzani kutoka eneo la katikati ya mstari wa uwanja. Yanga wana utajiri mkubwa wa wachezaji wenye kuweza kuleta matokeo. Hapo unazungumzia kina Ofen Chikola, unazungumzia Faridi Musa, unazungumzia Maxim Pienzengeli, Peudo Pacome Zouzoua ambaye msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara alifunga mabao 12, assist 10. Unazungumzia Prince Pumelo Dube, Andy Bobo Boyeli. Mzize naamini bado anaweza asicheze kwa sababu alikuwa na majeraha kwa hivi karibuni. Lakini wana wachezaji wengi kutoka eneo la kati ya mstari wa uwanja kuelekea kwa wapinzani. Bila shaka kile ambacho Romain Folz ameshakifanya tangu atue Yanga katika mechi rasmi za kujipima kinaleta hamu na shauku ya kuona na kwenda kumkabili vipi kocha Malale 50 ambaye ni mzoefu katika mechi za namna hii, ana mbinu nyingi na anao wachezaji wa kuweza kutekeleza mipango yake. Isipokuwa kubwa zaidi, mbali na ile open play katika kucheza kwa pamoja, kutafuta nafasi kwa Yanga na kwa wao Mbeya City, lakini kwenye eneo la mipira ya kutenga lazima kocha Malale 50 naamini atakuwa amezungumza na vijana wake kuona namna gani wanaimarika katika kucheza mipira ya kutenga ili isiwaletee madhara. Vinginevyo wasipofanyia kazi hilo, manake kuna uwezekano anaongeza nasibu ya Yanga kuendeleza kupata matokeo ya ushindi, na tena inaweza kuwa ushindi wa mabao mengi endapo tu hili la kucheza mipira ya kutenga hawatolifanyia kazi vizuri, kwa sababu kwa namna uchezaji wao Yanga ukiwa kwenye kiwango chao kutoka katikati ya mstari wa uwanja kwenda kwa wapinzani, wanaweza kawa na pasi chonganishi za kuweza kuwapa nafasi kuwavuruga mabeki akina Ibrahim Ame na akina Kevin Pemba Kingu. Lakini ukiongezea tena na fursa kwenye mipira ya kutenga itakuwa ni hatari kwao.
Lakini kwa Mbeya City na wao wako vizuri katika kushambulia, na hasa katika baadhi ya nyakati matarajio Yanga wakiwa karibu zaidi na mstari wakati wa uwanja, mipira mirefu inayopigwa na kina Kevin Pemba Kingu na kina Ibrahim Ame mabeki, viungo wao pale akina Adil Buha mabeki wa pembeni, akina nazungumzia Yaya Mbegu, wanao uwezo kupiga mipira mirefu kwenda nyuma ya mabeki wa Yanga ili kwenda kumfikia golikipa wao na kujitengezea nasibu ya kuweza kufunga. Itakuwa vipi ni juu ya makocha wote, mipango yao na namna wachezaji watakavyotimiza wajibu wao. Lakini ikumbukwe katika msimu uliopita ligi kuu Tanzania bara, Yanga mechi 30 walidondosha pointi kwa timu 3 tu. Ni Azam ambayo kila mmoja alimfunga mwenzake. Azam walifunga Yanga 1-0, mzunguko wa pili Yanga wakaifunga Azam 2-1. Ni Tabora United waligawana point, Yanga walifungwa 3-1 mzunguko wa kwanza, mzunguko wa pili wakashinda 3-0. Alafu kuna JKT Tanzania, Yanga ilishinda 2-0 mechi ya kwanza, mechi ya marudiano wakatoka suluhu. Timu nyingine zote zilipoteza kwa Yanga. Sasa kocha Romain Folz, pressure anaenda kukumbana nayo ni pamoja na hii ya matokeo bora sana aliyopata Yanga msimu uliopita kwa kumaliza na pointi 82, performance ya 91, sawa ni pointi 82 kati ya 90, lakini wakifunga mabao 83 wakiwa ndio timu iliyofunga mabao mengi, wakiruhusu mabao 10 tu ikiwa ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi. Wanakwenda kukabiliana na wana Koma Kumwanya ambao wamepanda kwa kishindo ligi kuu Tanzania bara, wana mashabiki wengi walionyesha hivyo dhidi ya Azam. Bila shaka watawaunga tena mkono mashabiki wao kuhakikisha wanakwenda kuichallenge Yanga ili kutafuta point baada ya kupoteza mechi iliyopita dhidi ya Azam kwa kipigo cha mabao 2-0 kwenye uwanja huo wa Sokoine jijini Mbeya. Ni bonge la mechi. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.